Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana ni mwema na wakati wote. Kamati ya Amina, Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha tena kwenye vipindi hivi vya mchana ambapo tumekutanika hapa tukiwa makanisa mbalimbali yanayounda mtaa huu, yanayounda kanda hii ya Bunda mjini. Na kwa namna hiyo nipende kuwakaribisha wote ambao umetufikia katika kanisa hili. Karibuni mtaa wa Bunda mjini. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa namna ya pekee tunaenda kuanza vipindi vyetu, na ningependa kuwatambulisha wale ambao tumeshiriki nao katika vipindi hivi. Moja ya watu tuliokuwa nao siku ya leo ni kamati ya majengo ya conference yetu ya Mara pamoja na union yetu ya Kaskazini. Kwa furaha kabisa ninaomba msimame na muwapungie watu wa Mungu mikono. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna ya pekee ni mtambulishe mchungaji ambaye amekwisha kufika kwetu, mchungaji Rugemalila George. Yeye anatoka mtaa wa Nyasura, mtaa jirani. Pastor, karibu wapungie watu mikono. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa namna ya pekee kabisa, mimi ninaitwa Baraka Daniel Mohono, ni mchungaji wa kanisa hili na mtaa huu wa Bunda mjini. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa namna ya pekee tutahudumiwa na mchungaji Haruni Kikiwa. Yeye ni mkurugenzi wetu wa uwakili ambaye amekuja kwetu kwa ajili ya semina hizi za uwakili, na atakuja kuanzia siku ya kesho. Atasimama na kutufundisha yale ambayo aliandaa kwa ajili ya semina hizi. Na kwa namna ya pekee nipende kumkaribisha hapa mbele ili ya kwamba atuletee katibu wetu mkuu wa Mara Conference na kumtambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha kubwa sana kwa sababu ya kutaniko la siku ya leo. Toka siku ya Jumamosi nimekuwa katika ziara kule Ukerewe katika vituo vingi. Jana nilikuwa pale Kibara, maeneo yote wanawasalimu. Wakerewe kule wanasema kwamba Yesu anakuja na wanajiandaa. Siku ya leo nilikuwa kule kanisa la Bomani, pia wanawasalimu. Nina furaha pekee sana katika mfululizo wa wakili katika kanda hii ya wilaya ya Ukerewe na wilaya ya Bunda. Leo tumetembelea na katibu wetu wa jimbo. Ni baraka mkubwa sana. Tumezunguka kwingi kwa sababu ya ratiba ngumu za viongozi. Leo imekuwa ni siku ya pekee sana. Kama idara ya uwakili tunabarikiwa kwa sababu tunafanya kazi pamoja na viongozi. Idara ya majengo tunafanya kazi pamoja na viongozi. Amana tunafanya kazi na viongozi wetu. ATAPE tunafanya kazi na viongozi wetu. Na leo mtazamaji, muda sio mrefu atakayesimama ni katibu wa Mara Conference, jimbo la kwanza kuwa conference Tanzania, mahali ambapo union ya kwanza ilianzia.
si mwingine ni mchungaji Mashauri Baini, ambaye Bwana anakwenda kumtumia kwa namna ya pekee sana. Muombe na wewe jiombe, ili ujumbe wa jioni ya leo uweze kuwa na baraka wa kimwili, kiroho, kijamii na katika nyanja zote. Wanaomkaribisha nione mikono. Karibu sana mtumishi wa Mungu, na Bwana akubariki. Wale ambao tulisali nao asubuhi ya leo mahali hapa, ninaweza nisiwe mgeni sana kwao. Asubuhi ya leo tulipata nafasi ya kusali katika kanisa hili la Bunda mjini, na tulikuwa na ibada nzuri, na naamini tulibarikiwa. Lakini jioni hii mahali hapa tena, Bwana ametupanulia ugo wa baraka zake kwa kutuletea marafiki kutoka katika mitaa jirani katika mji huu wa Bunda. Tunazo kwaya kutoka kule Nyasura, kwaya zinazotoka mtaa wa Nyasura. Mahali mlipo msimame. Nimebarikiwa na uimbaji wenu na namna mlivyozingatia kuja katika sale. Haleluya jamani. Biblia inasema kila jambo mkono wako lipatalo kulitenda, lifanye kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo hii ndio safu ya Nyasura. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kwamba kumbe Nyasura ndio wametawala mechi jioni ya leo. Kwaya zao ni ishara ya kwamba sauti ya mchungaji iliyowaomba kuja imesikika, na ndio maana wako hapa. Kuna kwaya moja, kuna kwaya pili, kuna kwaya ya tatu, kuna kwaya ya 4. Bwana wabariki sana jamani, Bwana wabariki. Na ninafurahi kwamba Nyasura mwaka huu neema ya Bwana ikiendelea kutawala, tutakutana nao. Ninaamini tutabarikiwa. Haleluya. Lakini pamoja na hilo au sambamba na hilo, tunayo timu. Hebu nione timu inayotoka Barili. Wajumbe, hebu niombe kwanza wajumbe nje ya kwaya wanaotoka Nyasura, mahali mlipo mpunge mkono. Wajumbe wengine ambao ni na wao wako tena katikati yetu. Bwana wabariki sana. Nione wajumbe wanaotoka katika mtaa wa Barili, mtaa wa Barili waliofika, wakiwemo waimbaji. Kama wamefika wasimame, wasimame, wasimame. Kwa hiyo Barili wametuma mamajusi wa katikati yetu, wamekuja kwa uwakilishi. Bwana wabariki sana jamani, karibuni sana, barikiwe sana. Yaani ni heri nusu shari kuliko shari kamili. Mnasemaje? Hawa waliokuja Bwana wabariki. Nione watu wanaotoka mtaa wa Miembeni, mtaa wa Miembeni, moja ya mitaa katika mji huu wa Bunda. Kama wako katikati yetu wasimame, wasimame. Kama wako katikati yetu wasimame. Wao wanajipanga nadhani kuanzia kesho. Wako wajumbe wako katikati yetu. Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana. Na nione wajumbe waliokuja kutoka nje ya mtaa huu wa Bunda, lakini kwa sababu walikotokea huenda mtaa wao siujui, na nitaujua baadaye, maana bado pia ugeni huu nao
mahali walipo waweze kusimama. Hebu simama mahali ulipo, tupungie mkono. Ninaona wako tayari wajumbe wa hapa. Nione sasa wenyeji. Watu wa home. Hawa ndio wenyewe hawa. Watu wenye kanisa kubwa hili ambalo mnaliona linaweza kutumeza mitaa yote hapa Bunda. Tukija hatujala, tunaweza kujaa. Hebu nione mahali walipo wasimame, na mahali walipo wasimame wenyeji. Jamani, tuwapungie mkono. Asubuhi walikuwa ni wengi, lakini kwa kuwa dini za siku hizi ni za kulala, asubuhi unakuja alafu mchana unalala, huenda wako wanatuombea huko katika majumba yao, na sisi hatuna mgogoro. Hata hivyo tunatamani kuendelea kuombewa. Mnasemaje? Sasa nimetiwa moyo niseme na ninyi neno linaloenda kwa muktadha wa uwakili jioni ya leo. Na bahati mbaya sana, ukizungumza uwakili, watu wanakimbia kuanza kuwaza zaka na sadaka. Sasa mimi naomba leo niwabadilishie mtazamo. Ninaomba niwapeleke kwenye asili ya uwakili, the origin of stewardship. Na yeyote atakayefanyia kazi hiki nitakachozungumza hapa, siku si nyingi atakuwa na mtazamo mwingine kabisa kwenye maisha yake. Kwa nini nimesema hivyo? Mara nyingi tumetumia muda wa kutosha kuwafundisha washiriki juu ya kuleta zaka na sadaka, lakini kwa kweli hatujatumia muda wa kutosha wa kuwafundisha namna ya kuzipata hizo zinazotakiwa kuletwa kama zaka na sadaka, namna ya kupata, namna ya kutafuta. Sasa niombe munikubalie kwa muda huu mfupi, nitawaalika kidogo. Tutakwenda kwenye maandiko matakatifu na kitabu cha Mathayo 13. Mathayo 13 tutasoma hapo. Tutasoma kuanzia aya ya 3, tutaenda mpaka aya ya 12. Mathayo 13 sura aya ya 3 mpaka aya ya 12. Wale waliofika hapo waseme amen. Wale ambao hawajafika waseme nisubirie. Tumefika wote. Biblia inaeleza hiki kisa. Walimu wa dini wako hapa, wamekaa mezani hapa. Mchungaji Mohono na Rugemalila wote wanakubaliana na mimi kwamba hiki tunachokisoma ni parable, ni mfano, ni kisa ambacho Yesu Kristo anakifundisha kutoka kwenye uhalisia kwenda kwenye matumizi maishani. Sema amina kama unataka kupata kitu. Sasa inasema, akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, na ndege wakaja wakazila, na
nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Fungu la 9 ndio kiini cha mambo yote, linasema mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za uzima. Sema siri za ufalme wa mbinguni. Sema amina. Bali wao hawakujaliwa. Fungu la 12 linasema, kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele. Lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Mwisho wa kusoma. Sasa naomba nililete somo hili ambalo lina kichwa cha somo kinachosema siri za mbingu za kupata utajiri. Siri za mbingu za kupata utajiri. Fungu hili ni moja ya mifano 40 ambayo Yesu Kristo aliitoa ili kufundisha kusudi la uzima wa milele. Commentator wanabishana, wanasema alifundisha mifano 49. Wengine wanasema alifundisha mifano 40. Sasa mimi ninajumulisha ama ni 39 ama 40. Ninachojua alifundisha mifano kati ya 39 na 40. Sema amina kama unanielewa. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba katika mifano yote hii ambayo Yesu Kristo alifundisha, mifano 27, zaidi ya nusu alikuwa anazungumzia fedha, mali, pesa, hela, shekeri. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwenye mafundisho ya Yesu Kristo alichokipatia kipaumbele ni shekeri, ni hela mfukoni. Ndio maana wanaatape wanasema Mungu rohoni, akili kichwani, na pesa wapi? Mfukoni. Sema amina kama unanielewa. Kuna mtu hajanielewa, naomba nimkaribie jioni ya leo. Wanaatape wanasema Mungu ni wapi? Moyoni. Lakini akili ni wapi? Kichwani. Lakini ajenda ya mambo yote, fedha wapi? Mfukoni. Sasa naomba leo kidogo nikuvuruge kidogo, na kazi ya mchungaji wakati fulani ni kumvuruga mtu kwenye comfortability ya uelewa wake. Maana unaweza kadhani anaelewa na amejifariji hapo, ameng'ang'ana hapo. Sasa nataka nikuvuruge. Hii Biblia yako hii ukiisoma inazungumzia habari ya wokovu mafungu 270 peke yake. Mafungu 270 peke yake.
Mafungu haya yamegawanyika kwenye makundi mawili. Mafungu 170 yanazungumza juu ya neno wokovu. Mafungu 100 yanazungumza juu ya neno okoa. Ukiyajumlisha yote ni 270 peke yake. Lakini kitu cha ajabu ni hiki, ya kwamba hii Biblia yako inazungumzia habari ya pesa, kutafuta fedha, kushikilia fedha, kushikilia shekeri, kutawala hela mara 2535. Kuna mtu hajaelewa? Na narudia tena, imezungumza juu ya hela mara 2535. Na kwa nini ni mara nyingi zaidi? Lengo lake ni kuonyesha kuna mahusiano ya karibu kati ya pesa na uzima wa milele. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba kuna watu tutaiona mbingu au hatutaiona mbingu kwa sababu ya hela, na tunaweza kwenda mbinguni au kutokwenda mbinguni kwa sababu ya shekeri. Na ndio maana Yesu akifundisha anaanza kutengeneza hiyo kitu, anazungumza mara nyingi ajenda ya fedha. Kwa nini? Maana fedha mahali ilipo ndipo moyo wa mtu ulipo. Na sasa kwa sababu Mungu naye anautafuta moyo, na hela nayo ina kawaida ya kutafuta moyo, ndio maana fungu moja limeandikwa, huwezi kuwatumikia mabwana wangapi? Na mabwana hawa, mtu bwana wa kwanza ni Mungu wa mbinguni, na bwana wa pili ni nani? Ni mammons. Neno mammon ni dini inayohusika na fedha. Na sasa swali la msingi, hivi hela ni mbaya? Kuwa na hela ni dhambi? Sasa naomba sasa mlikaribia hapa. Hili fungu Yesu aya ya 9 anasema linahitaji masikio ya kusikia, na linasema mwenye sikio na asikie, likimaanisha ya kwamba panahitaji umakini, kutega masikio yako ili uwe tayari kufungua moyo wako kujifunza na kuelewa. Na sasa Biblia inaanza kueleza habari ya kanuni za kifedha. Sasa mgogoro uliopo ni kwamba wasikilizaji wameshahama kutoka kumsikiliza mhubiri kwenda kusikiliza wabeba viti. Sasa na kwa kuwa mmeweka bidii yenu huko kuyatazama yaliyoko mbele, naomba niwatambulishie hao ni washiriki wenzenu, walienda kutusaidia kutoa viti, maana ni kama vinaonyesha mwenyekiti hayupo na ametoweka. Sasa ni bora kuvitoa ili vibaki hivyo. Naomba kuwasilisha hoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anazungumza, anatoa kanuni ya namna ya kupiga pesa. Na kwa nini tunazungumza fedha? Maana tunatamani washiriki wakae kwenye ahadi za Mungu, ahadi za watoto wake. Ahadi gani? Yeye alisema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, anasema na baraka hizi zitakufuata. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa kijijini. Na tena anakwenda mbali, anasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Na anakwenda mbali katika Kumbukumbu la Torati 8 aya 18, anasema nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa sababu yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo Mungu wetu anatamani tuwe na shekeri na tuwe na hela. Na mimi naomba niwaambie watakatifu wa Bwana, kama Yesu atachelewa kuja, ninawatia moyo, katafute hela kwa bidii zote.
ili upate heshima kwenye jamii unayoishi. Maana kuna watu hawakusalimii kwa sababu hauna shekeli. Kuna watu wanakudharau kwa sababu hazipo. Nataka nikupendekezee, katafute hela. Mungu ametuleta hapa duniani kwa kazi moja peke yake, kutafuta hela. Kuna mtu hajanielewa. Kuna mtu hajaelewa, na nitarudia. Naomba niwaambie, kusudi la sisi kuwepo duniani ni kuendeleza utajiri wa Baba yetu wa mbinguni, kutafuta hela. Sasa kuna watu wanaupenda umasikini kwenye levo ambayo wamefunga nao ndoa. Yani wao na umasikini ni inseparable, hazitenganishwi. Akienda kushoto anakwenda, yani kiasi kwamba ukimwambia au ukianza kumfundisha habari hizi, anaanza kuona kana kwamba somo hili halifai kwa maisha ya kiroho. Ninarudia tena, kuna mahusiano ya karibu juu ya maisha ya kiroho na hela. Na kuombea upate pesa. Narudia, na kuombea upate shekeli, ili wale wanaokudharau waanze kukuita mheshimiwa. Si unaonekana hujasoma wewe? Pata hela ili uonekane umesoma. Wataanza kukutaja hata vyuo ulivyotembelea, kumbe ni vya humu tu. Kwa sababu ya nini? Shekeli. Sasa naomba niwaambie, Yesu akifundisha hili fungu ana koti. Maana yeye habahatishi, anarudi nyuma kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 na 27. Sasa naomba hapa nisome. Somo linasema siri za mbingu za kupata nini? Utajiri. Sasa naomba nisome hapo kitabu cha Mwanzo 1:26. Ninaweza kuisoma tu kutoka kichwani. Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa majini na ndege wa angani na wanyama waendao juu ya uso wa nchi na ardhi yote pia. Naomba mlisikilize. Hili ni wazo, sio tendo. Ni Mungu analianzisha kwenye kichwa chake, na kwa sababu ana timu yake ya Utatu Mtakatifu inayofanya pamoja naye, anatoa suggestion. Anasema, hebu sasa, kwa kuwa tumeshatengeneza duka, tumeshaliandaa duka, eneo la kufanyia biashara, tumeshaumba hii dunia, tumeshaweka mali yake zote. Kama ni fremu za wanyama zipo, kama ni fremu ya ndege ipo, kama ni fremu ya samaki majini ipo, kama ni vitu vyote viko juu ya uso wa nchi. Na sasa panapohitajika ni kitu kimoja peke yake. Panahitajika mtu ambaye atakuwa sawa na sifa zinazofanania na za kwetu, ili akafiti kusimamia kile tulichokiumba. Kuna mtu ananielewa mahala fulani? Naomba hapa nikusaidie kuelewa fungu. Alikuwa ameshamaliza kuumba vingine vyote. Hii dunia na vitu vyake ndani yake vilikuwa tayari vimekamilika, na ndipo linakuja wazo, anasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa nini? Maana sisi tuna mamlaka, sisi tuna nguvu, sisi tuna uwezo, sisi tuna usimamizi, na anayetakiwa kwenda kuzisimamia
anatakiwa kuanguka kwenye sifa sawasawa na ya kwetu, ili aende sasa, moja, akatawale vyote; mbili, akatiishe. Jamani, mnanielewa? 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 Sasa Biblia ni nzuri ukisoma kwa hoja. Inasema hivi, aya ya 27, ndipo sasa Mungu akaingia kwenye utekelezaji, akamuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake, akamuumba mtu mwanamume na mwanamke akawaumba. Na kisha akatoa agizo, anasema moja. Biblia ya Kiingereza imeandika vizuri kuliko ya Kiswahili, maana ya Kiswahili inasema zaeni mukaongezeke. Biblia ya Kiingereza inasema be fruitful and multiply. Kwa lugha nyingine, nendeni mukavizarishe na kuviongeza. Haleluya. Sasa ninakuja sasa kwa mheshimiwa wa uwakili. Kwa mujibu wa fungu hili, mimi na wewe ni mawakili, sio kwa kuchagua sisi wenyewe. Ni mawakili kwa sababu ya namna tulivyoumbwa. Au tunataka au hatutaki, uwepo wetu duniani ni makusudi mangapi mama? Ni kutawala na kuzidisha. Tunatawala nini mama? Biblia inasema Mungu anataja biashara 4 za kuanzia ambazo ni bibliko kwa mujibu wa jicho la Mungu, ya kwamba ukitaka kutajirika, ukitaka kutoka kwenye maisha, anzia hapa. Ni yeye aliyesema, ni yeye aliyeelekeza, ni yeye aliyeamuru. Anasema biashara ya kwanza ni biashara ya samaki wa wapi? Maji. Halafu mnahangaika mpaka mnaleta watu wa kuwaseminisha. Unajua, tutafute watu wa kutuseminisha ujasiriamali, watufundishe namna ya kujikwamua kutoka kwenye haya maisha. Naomba jioni ya leo nikukumbushe, mjasiriamali wa kwanza ni Mungu wa mbinguni aliyetoa mwongozo wa ujasiriamali. Ukitaka kutoka kwenye haya maisha, nenda ziwani, samaki wa majini. Ukienda pale Mwanza, matajiri wakubwa mashuhuri wanaojulikana miaka na miaka walikuwa ni wafanyabiashara wa samaki ya majini. Aliyetoa hilo agizo ni nani? Halafu wale ambao ni matajiri wa samaki pale mjini sio wa Sabato, ila kwa sababu wameanguka kwenye tamko la Mungu, haliwaachi hivi hivi, limewatajirisha. Sasa leo naomba niwaambie, hizi samaki zetu za majini tumezivua mpaka zikaisha. Serikali ikaja na mbinu, ikaja na inashauri, jamani mjiunge makundi. Kuna mikopo inakuja kwa vijana, mkijiunga serikali mnaipelekea mradi, andiko mradi, na yenyewe inatoa fedha. Watu ambao tuko ndani ya kanisa tunaojua kuzisoma nyakati hatujaungana mpaka leo. Tumekutana hapa kanisani kupigana majungu, tunakutana hapa kanisani kuchukiana, tunakutana hapa kanisani kupiga kelele, tunakutana hapa kanisani wakati mwingine ni kupiga story tangu Jumatatu mpaka jioni. Wenye akili ambao hata si wa kanisa hili wanaungana kule nje kila kukicha, na mwisho wa yote wanaenda kuanza kufanya ufugaji wa vizimba vya samaki, na baada ya muda vizimba vimewatajirisha, ni mabilionea sasa hivi. Hapo tumebakiza vijana wako kila siku, kuanzia Jumatano wako, Jumapili wako, Jumatatu wapo, maeneo tu ya kanisani hapa. Ukiuliza bana kuna shughuli gani bana? Tuko kwenye kwaya, tunazitengeneza nota vizuri. Do re mi fa sol la ti 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 do 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 ti la so fa mi re do. Sasa ukimaliza kuzipiga hizo, nataka nikukumbushe, hakuna fungu la nyanya linalonunuliwa kwa do.
wengine wamekwenda mbali ni kujifariji. Usiasumbukie mambo ya kesho, yaangalie ya sasa. Wanatafuta na fungu, maana Mungu mwenyewe aliandika, nasema waangalieni ndege wangani, hawalimi wala hawafanyeje, lakini Mungu kwa wakati wake ufanyeje. Nataka nikukumbushe, hakuna chuo kikuu kwenye kijiji cha ndege. Hawapeleki watoto shule na wala hawanunui sare, kwa taarifa yako. Kwa hilo fungu kalisome vizuri. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anatoa fursa ya kwanza ya maisha. Anasema kama watoto wangu wangekuwa na akili, wangekonka hii dunia, maana wameletwa hapa duniani kutawala, na kitendo cha kushindwa kutawala ni tangazo la hadharani ya kwamba Bwana, nimeshindwa kuishi kusudi lako ulioniweka hapa duniani. Fursa ya pili ambayo Biblia imeandika yenyewe, Mungu mwenyewe anatamka, anasema ni ndege wa angani. Sasa ndege wa angani wana makundi mengi. Kuna wanaoruka na waliokataa kuruka, wakiwemo kuku. Naomba niwatie moyo, kama kuna biashara sasa hivi inayolipa ni biashara ya ufugaji wa vipapatio, kuku. Na watu wamewekeza, wanatajirika. Nikifundisha haya masomo mwaka fulani kule Nzega, mtu mmoja akanisikiliza, mtumishi wa serikali, na akaja akaniambia, mchungaji, ninatamani hiki ulichonifundisha nikichukulie kwenye matendo. Yule bwana akaenda akanunua eneo la hekari 2, akapiga uzio pote mule ndani, akapanda matunda, na hatimaye akaweka mabanda ya ufugaji. Mwaka juzi nilienda kwenye kambi. Unajua aliponifuona akafurahi, akaniambia, mchungaji, baada ya ibada naomba nikupeleke mahali ambapo niliamua kuwekea matumizi maishani kile ulichokifundisha. Yule bwana akanichukua, tukaenda, nikakuta ana kuku 8,000. Kila siku anachukua mayai, anapitisha kwenye vibanda vya watu asubuhi, halafu mwanaume anawasha gari yake kuelekea kazini. Anaenda nagonga kwa Kaisari, jioni anarudi. Anapokwenda nyumbani, anapita ofisini kukagua vijana wake pale kwenye mabanda. Na tukaenda tukamkuta anapanua tena banda jingine kubwa, ndio tukaweka wakfu. Akasema, mchungaji, ninataka niongeze tena hapa vifaranga 10,000 hili eneo, maana nimeanza kuiona faida kutoka kwenye ndege. Nataka niwaambie, nimeona mama pale Mwanza mjini anakopesheka mpaka milioni 400 kutoka benki kwa sababu ya ufugaji wa kuku. Unajua ni kwa nini? Maana matangazo yote ya afya yanatuelekeza kwenye nyama nyeupe. Na wamekuja watu tena wanatutisha, ili usinenepe sana ukaugua haraka, unatakiwa kula mayai kwa wingi. Kwa hiyo tangazo na soko linaongezeka kila siku kulingana na matishio yanayoibuka kila siku. Na kuuliza mcha Mungu jioni ya leo, hata kuku kweli? Sasa kuku zimekushinda sasa. Fursa nyingine ya tatu, wanyama waendao juu ya uso wa nchi. Na mimi naomba niwaambie, katika wanyama rafiki kufuga na ambao wana hela sasa hivi ni mbuzi, huenda kuliko hata ng'ombe. Maana ng'ombe wana magonjwa mengi. Huduma yako ya kuhudumia inahitaji mtaji mkubwa, lakini mbuzi wanafugika vizuri, hawaugui magonjwa mengi, na bei yao inapanda kila siku. Sasa hivi kuna mbuzi ananunuliwa mpaka 400,000, 500,000. Na Mungu alishasema, na wanyama waendao juu ya uso wa nchi.
Kabla hujaingia kufanya cycle ya biashara zako za vifaa vya nyumbani pale ndani sokoni, ninakupendekezea tafuta kiwanja, weka ufugaji. Maana wazee wa zamani walijua hapo ndipo kwenye siri ya utajiri. Kitabu cha Mwanzo 13 kinamtaja baba yetu wa imani Ibrahimu. Kinasema Ibrahimu alikuwa tajiri sana, 1 wa mifugo, 2 wa fedha, halafu 3 wa dhahabu. Yule ambaye unamwita baba yako wa imani, sasa baba alikuwa tajiri, katoto kake sasa kako hoi. Yani hata planners kakiweka plana hazitokezi, yani hakana mipango yenye kueleweka. Sikiza niwaambie jioni ya leo watakatifu wa Bwana, Bwana alishaacha fursa zake, aliweka njia wazi, akatuachia wenyewe tuweze kuishi kwenye hizo njia. Anasema na wanyama waendao juu ya uso wa nchi, na mwisho anamalizia anasema na ardhi yote pia. Sasa naomba niwaambie, muda si mrefu hii ardhi yetu hii, sasa wa jamaa wanarusha nilitaka niongee sasa, hii ni ya ndani, na naomba hapa niwe mkweli, mbegu hazitanuliwi. Yani mbegu usifanyie mtoko mama. Yani mbegu unaiacha, unaiweka kwenye pochi hapa, halafu unaanza kutembea kifua mbele mtaani na mbegu. Narudia, mbegu sio kwa ajili ya mtoko. Yani tofauti yetu na watu wengine ni kwamba watu wanaanza chini, lakini wenye nidhamu ya hali ya juu kudhibiti mtaji. Narudia jioni ya leo, mtaji hauliwi. Afe kipa afe beki, mtaji hauliwi. Naomba niwaambie akina mama, mtaji haununuliwi kichwa cha samaki. Mtaji sio ya kununulia sare za kwaya. Mtaji, yani naomba kabisa unisikilize, acha mambo mengine yote. Hili jambo, ninawapenda wazee wa zamani wanaojua hiyo kanuni ya Biblia. Walichokuwa na kifanya, unajua pasta, wakishalima mazao wakavuna mahindi yao, wanakuja kabla hawajaanza kufanya mambo mengine juu ya yale mahindi, wanatenga kwanza mbegu zao, wanazifunga vizuri, wanazining'iniza hapo juu kwenye jiko, zipigwe moshi kidogo. Hata kama njaa ilikuwa ni ya kuua, mbegu haziliwi. Leo watu watakwambia sina mtaji, lakini mfukoni ana 50,000, ana 100,000 iko mfukoni hapa, lakini anakuambia sina kazi, mara sina mtaji. Unajua kwa nini? Maana nadhani hii 100,000 ni ya kutanuliwa. Narudia tena jioni ya leo, mbegu haziliwi. Unamkuta mtu ameshaanza, yani anaenda kunywea supu mtaji. Anatoka, nipe chipsi mayai hapo, uniongezee na bamia, uniwekee kidogo na vitunguu saumu, niongezee kidogo na pilipili hoho. Sikiza nikwambie, hazikutoshi hapa. Mbegu hailiwi. Na mwisho, panda kwa ukarimu. Wazee wa zamani walikuwa na akili mzee. Unajua hizi kanuni ninapozungumza, nazungumza kanuni za asili, za namna wazee wa zamani walikuwa na nidhamu, na ndio maana walikuwa matajiri. Unakuta mzee na mifugo mingi. Unajua ni kwa nini? Maana mbegu walikuwa wanazitenga, lakini pia walikuwa na kawaida ya kuzipanda mbegu kwa ukarimu. Unajua ni kwa nini? Alipotembelewa na ndugu yake, wakasalimiana na kutiana moyo. Kilichokuwa kinatokea, ndugu yake akimwomba mbegu, ndipo namwona mzee anaenda sasa kuning'inia kuchukua vipande kadhaa vya mahindi kumgawia ndugu yake. Maana niwajione kwa nini? Waliamini juu ya kupanda kwenye levo ya kunyosha kuwasaidia wengine. Sasa kwa sababu jioni ya leo nilikuwa nawapa kanuni hizi, naomba niwaonye mbele. Mkatajirike, halafu mumsahau Mungu.
Wale waliochukua hiki kitu serious, nataka niwaambie, mwaka ni mrefu. Tumia kila sekunde ya muda wako kutafuta namna ya kujiongezea kipato, na kanuni ziko hapo. Panda, 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 panda. Halafu kuwa na nidhamu kwenye mbegu. Mbegu kwa kweli itoke wakati unataka kukata roho. Ukiwa ICU na umeshajua kabisa kwamba unaenda kukutana na Mikaeli mtoa roho, ninaomba nikupendekezee wakati huo sasa ndipo unaweza kuiachilia mbegu. Naweka mkazo, hatuna hela, hatutajiriki, si kwa sababu hatujawahi kupata source ya mtaji wa kuanzia. Tulipata mtaji, lakini hatukutumia vizuri mtaji. Tulitanulia mtaji. Mtaji sio wa kununulia bando, sio wa kuweka kwenye nipige tafu. Narudia, watakatifu wa Bwana, kinachotufanya tusipige hatua ni kwa sababu ya kukosa mtaji, lakini si kwa sababu kwamba hatujawahi kupata hela ya kuwa na mtaji. Tulipata, lakini kwa kidogo kidogo tukashindwa kuwa na nidhamu ya accumulate huu mtaji, tukautanulia mtaji, na wakati kanuni zinasema mtaji hauliwi. Bwana wabariki, Bwana wazidishe. Na tukiondoka hapa baada ya semina hizi, kuanzia kesho na kuendelea, twende tukawe wapandaji. Tumia muda wako vizuri. Haleluya. Panda. Ukijana kuambia kapande, ambia kapande. Yaani tukitoka hapa nenda ukapande. Kapande wewe. Wewe ni wakili wewe. Yaani wewe umeletwa duniani kutawala, umewekwa hapa kutiisha. Usiishi kinyume na mpango huo wa Bwana. Panda. Na ndio maana Mungu kwa kutupendelea akaamua kutupatia siku nyingi zaidi za kupanda kuliko siku za ibada. Maana nataka tuwe na nafasi ya kutosha ya kuwekeza ili baraka zake zisafiri kwenye mbegu tunazopanda. Kuna mtu mmoja amenielewa jioni ya leo, na anasema, Mungu anisaidie, ninahitaji kuchukua hatua. Naomba niwaambie, nimeliona kanisa la wachapakazi, washiriki wenye wivu, hakuna wazurulaji, wachapakazi. Nikawauliza, ninyi mnafanyeje? Mbona kanisa linatoa mabilioni ya fedha kwa ajili ya kazi ya Bwana? Wakaniambia, mchungaji, unajua katika nchi yetu moja, ukarimu na uaminifu ni ajenda ya familia. Tunafundisha familia zetu, lakini pia kazi tunajua sio laana, kazi ni baraka. Kwa hiyo watoto wetu wote wanafanya kazi wakingali wakiwa wadogo hivi. Na ngoja niwaambie, ukiingia mtaani hakuna mzurulaji, kila mtu ana kitu cha kufanya. Lakini leo tuna vijana ambao wako hapa hawana kazi wanazofanya. Wengine wamesoma, wamemaliza degree, wako kanisani. Kila siku wanakuja kwenye magoti hapa kuomba Bwana awapatie ajira, wakati fursa zimejaa. Na dalili inaonyesha katika conference yetu mkoa wa Mara, ukiondoa mkoa wa Geita, huu ndio mkoa ambao dhahabu huenda zikawa nyingi kuliko kawaida. Kila mahala ni dhahabu. Yaani nenda kila mahala. Yaani hakuna cha wapi Majita, hakuna cha Ukelewe, hakuna cha Butiama, hakuna cha Musoma penyewe mjini huko. Kila mahala ni dhahabu. Halafu washiriki sasa
Hubiri langu limeshaisha. Hao marafiki zangu hata mkikomea hapa, haka kingine nawapa kandani sasa. Maana kanaweza kuumiza baadhi ya wetu, na ninataka wakati fulani waumie ili akili zifunguke. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokamalizia, kinachotushangaza ni kwamba Bwana hawabariki. Narudia, Bwana hawabariki. Mama, nenda ukachafuke kupanda mbegu. Haleluya. Baba zangu mlioko hapa, una mwanamke nyumbani, usimfanye kuwa mama wa nyumbani. Kamata mwanamke huyo, tupa kwenye kazi, patia mtaji. Atukanwe na wateja ili ajue hela zinapatikanaje. Na kuna wengine hawajui zinapatikanaje. Liwekee kwenye mradi hapo. Likitukana matukano mawili matatu, kumbe hela zinapatikana kwa shida. Watajua namna ya kuzitumia. Haleluya. Lakini ukiliacha nyumbani na umelinunulia na skrini, linakula, halafu linaenda kukaa kwenye TV, linaanza kuscroll tu, kuhamisha station. Sasa limeanza kukunenepea kwenye sofa. Na kwa taarifa yako, hautatoa hela tu ya kununua chakula. Muda si mrefu utatakiwa kutoa hela ya matibabu. Maana unene uliopitiliza ni ugonjwa. Kamata, peleka kazini. Nasema kamata, peleka kazini. Biblia inasema kwenye ajenda ya uchumi, kumiliki pesa, wanawake na wanaume wote tunakwenda kazini. Haleluya. Na ngoja niwaambie, nimeangalia utafiti umeonyesha wanawake ndio wana akili na uwezo wa kufanya multi-purpose, biashara nyingi kwa wakati mmoja. Maana akili yao inaweza kudigest mambo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nataka nikwambie, una kiwanda chenye kuzalisha, hujajua namna ya kukitumia. Kamata, ingiza kazini. Na hiyo itakusaidia siku za usoni. Maana nani ajuae kwamba utatangulia? Na siku ukikata kamba, ukaliacha likuwa limezoea kukaa kwenye TV, si unajua tayari familia umeiacha kwenye matatizo. Lipatie experience ili ukikata kamba, uliache linakutunzia kidogo familia yako. Jamani, Bwana wabariki. Msimame tuombe. Niliambiwa wale wajumbe marafiki zetu walitajwa majina, pastor. Wale waliotajwa majina wakati wa ibada kutokea hapa waliopo, hebu nyosha mkono. Nyosha mkono. Yes. Wako katikati yetu, Tukimaliza hapa ombi, tutakuwa na nafasi kidogo hapa ya mazungumzo mafupi, na baada ya hapo basi tutakwenda. Jamani, nikiri mbele yenu kwamba mmenibariki sana. Na nimewapenda bure. Natamani kuwatembelea tena na tena, na kuangalia dynamic hizi za kibiblia zenye kusudi ya kutuinua. Maana ni muhimu kanisa liinuke. Tuwe na washiriki wenye nguvu, wanaomiliki uchumi. Simama makanishiriki. Fika kanisani kama hapa linatamka tu vigae vyote hapa, Mungu kama ishivyo ninaweka kwa jina la Yesu Kristo. Halafu sisi wachovu wa kutoa tunaligonga amina iliyoshiba hapo, ili likapambane na matatizo lililojitakia lenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana sio wote hatuwezi kutokeza. Yesu alionya, anasema masikini mnao tu siku zote. Sasa tunatafuta hayo magiant. Na ninaona mara hii ina magiant. Ina mamutu yako hapa yanasubiria wakati wa Bwana yasimame utukufu na utukufu. Haleluya. Yako katikati hapa. Yanahitaji ujasiri na muda wa kuingia kazini. Na mimi nayatakia baraka kwa tamko la Bwana kama aishivyo kubarikiwa, mukabarikiwe. Kale kenye hofu hata amina ya kenyewe imekufa. Huyu kanajisemea tu moyoni kwamba mchungaji, ugali wa udaga hata hivyo tumeshauzoea, tutakoma nao. Nina wa challenge kwa jina la Bwana, nyinyi ni watoto wa mfarume.
Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, ulipotuleta hapa duniani ulituleta na kusudi maalum. Na huenda kusudi hilo Baba ni kututia nguvu tusimame, ili kupitia baraka zako tulitangaze jina lako. Kanisa lako wakati fulani Baba limetukanwa, limezalauliwa, limeonwa ni kama halifai, kwa sababu tu Mungu watu wako hatujaamua kusimama kuishi identity yetu. Sasa tumekubaliana jioni ya leo ya kwamba kama ushivyo tumeamua kusimama kuchapa kazi, kufanya kazi zetu, kuweka mitaji, kupanda mbegu na kuziongeza, maana wewe utasimama upande wetu. Lakini Baba, umeomba kwamba tunapopanda tupande kwa ukarimu. Kama yuko ndugu yetu mwenye uhitaji tumsaidie. Kama liko kazi ya kanisa inayohitaji nguvu zetu tuisaidie. Ni kama kuna mtu ambaye anahitaji msaada wetu Baba, tunyoshe mikono yetu, maana kwa njia hiyo wewe umeweka kanuni ya kupanda kwa ukarimu. Ndiposa Baba utawainua watumishi wako. Ninaomba kwa ajili ya semina hizi za uwakili zitakazoendelea mahali hapa chini ya mkurugenzi wa uwakili hapo kesho. Hebu Baba tulete kwa wingi, tulete na uyaweke maneno yako katika kinywa cha mtumishi wako, maana ni nani ajuae kwamba katika semina hizi tutabadilisha kabisa mwelekeo. Neema yako itutoshe, maana tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumebarikiwa? Katibu wetu Mchungaji Mashauri Baini Gingili, Bwana akubariki sana. Bwana amekuleta kwa wakati. Unajua ratiba za Bwana ni tofauti na ratiba za wanadamu. Leo ilikuwa katibu awe hapa. Tumebarikiwa sana. Tunapoelekea kufunga sasa kipindi hiki, kwanza niombe radhi kwa waimbaji. Tulitegemea leo kuwa hewani toka majira ya saa 8, lakini kwa sababu zilizokuwa ndani ya uwezo wetu. Maana unajua tunasingiziaga nje ya uwezo. Ile ilikuwa ndani ya uwezo wetu. Namshukuru katibu amepiga. Watu wa Bomani mko wapi? Mnyosha mikono. Bomani. Si ndio ujumbe huu niliwaambia? Sijui, haitaki kusema mkono wa kushoto usijue ni zaka yako na sadaka. Ikifika muda wa majengo tuletee dirisha. Beba dirisha, onekana unaleta dirisha. Haleluya. Wewe utafisha dirisha mtu asijue? Katibu barikiwe sana. Kesho saa 2 kamili tutaanza na uimbaji. Kuna watu wanauliza, Pastor, tunaonekana wapi? Ukiingia na declare conflict of interest, hiyo channel inaitwa Chagua Ukweli TV. Hiyo ni channel yangu. Kwa ajili ya uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kama familia, kwa sababu Bwana ametujalia karama, ametupatia uwezo wa kuwa na hivi vitu, tukasema sisi tutainjilisha. Kwa hiyo ukiingia Chagua Ukweli TV kwenye YouTube utakupata mahubiri ya mtumishi wa Mungu. Share ili watu wengi wafanyaje? Wabarikiwe. Baada ya kusema haya, nitaka kusahau ambacho katibu amekisema. Ukipata hiki kitabu cha mashauri juu ya wakili, na kimeshatoka sasa, wainjilisti
wanaviuza 18,500. Hello? Kuna kipengele kinasema mvivu asisaidiwe. Ni mpaka niliogopa. Ukimsaidia mvivu unatenda dhambi. Kwa kile ambacho katibu kasema kuhusu watoto, tuwaingize kwenye kazi. Akina baba tuingie kazini, akina mama waingie kazini. Kwa maana ukurasa 23 wa kitabu hiki unasema hivi: watu wa Mungu wameitwa kwa kazi inayohitaji fedha na kujitoa wakfu. Tusimame. Fedha na kujitoa nini? Wakfu. Na kwa sababu katibu wetu alishatubariki kwa ombi, hello, ombi hilo linatosha. Nimewasimamisha ili kuwatakia neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane nasi sasa na hata milele. Amina. Mtazamaji barikiwa, karibu tena kesho majira asubuhi, kanisa hili la Bunda mjini ambalo lina kwaya inaitwa Bunda Central SDA kwaya. Hii inaashiria kuna siku huenda hapa patakuwa Bunda Central. Dalili ya mvua ni nini? Basi tuenende na amani ya Bwana. Niwakumbushe wale kamati ya wale waliotajwa kwa ajili ya kukutana na katibu. Ninaambiwa tukae kidogo. Haleluya. Tutatoka hewani, mchungaji atakuja kutupa maelekezo ya ndani ambayo hataki kwenda nje. Bwana wabariki sana. Watu wa mitambo, tutoeni hewani.